Nipende kukaribisha ndugu msikilizaji wa kipindi hiki pendwa. Ni kipindi ambacho kinatupatia mada nzuri kabisa, mada inayosema ubatizo. Hii mada ya ubatizo imekuwa ni moja kati ya mada ambazo zimekuwa tatanishi katika ulimwengu wa Kikristo, na kwa namna ya pekee sana ninatamani siku ya leo tuweze kujifunza kwa upana, kwani hii mada imeleta ugumu hasa kwenye huu ulimwengu wa Kikristo, kwani kuna watu wengi wanafanya kulingana na wao wanavyoelewa. Ila natamani leo tuingie kwenye Biblia na kuweza kupata ukweli halisi. Miongoni mwa Wakristo wengi tumekuwa tukifanya ubatizo kwa njia ya kuzamisha. Wengine wanafanya ubatizo kwa namna ya kuwapatia watu barua. Wengine wanafanya huu ubatizo kwa namna ya kunyunyiza maji hasa kwa watoto wadogo, na wengine wanafanya huu ubatizo kwa kuruka moto. Ninatamani sasa leo niweze kukupatia maana halisia ya neno batiza. Kwanza, neno lenyewe ubatizo linatokana na neno la Kigiriki ambalo linamaanisha baptizo, ambao hii neno baptizo linamaanisha ya kuzamisha, kutosa kabisa kwenye maji. Kwa hili neno tunaliona moja kwa moja likifanyiwa kazi na Yesu Kristo pia, wakati Yohana Mbatizaji akimbatiza kwenye kitabu chake ni cha Mathayo 3:13, tunamwona Yesu Kristo anabatizwa katika mto Yordani. Kwa hivyo neno batizo halina maana ingine zaidi ya kuzamisha na wala si vinginevyo. Tukirudi kama jinsi mtumishi wa Mungu alivyoelezea kwamba maana ya ubatizo, hata kitabu cha Matendo sura ya 2 mstari wa 38 neno la Bwana linasema ya kwamba Paulo anaandika, anasema tubuni mkabatizwe mpate ondoleo la dhambi. Kwa hiyo mtu anapobatizwa ni yule ambaye amefundishwa neno la Mungu, akakiri imani ya Kristo na akaweza kuamini ya kwamba Kristo ni mwokozi wa maisha yake, ndiyo yule ambaye anapaswa kubatizwa, na sio kwamba kijana mdogo au mtoto mdogo anapaswa kubatiza. Maana tumeona watu wengi wamekuwa wakibatiza, wengine wakiwa na miaka 2 au mwingine ndo amezaliwa. Kwa hiyo ubatizo sahihi ni yule kwa mtu ambaye amefundishwa na akaelewa zaidi, akawa na imani kwamba nahitaji sasa nibatizwe. Wewe mwenyewe anakiri kutoka moyoni mwake kwamba nimemkiri Kristo, huyo ndiye mtu anayepaswa kubatizwa kwa kuzamishwa ndani ya maji kama Kristo alivyobatizwa. Asante sana. Kwa hiyo ubatizo unaotakiwa ni ule ubatizo wa kuzamisha ndani ya maji, na ndiyo maana Yesu mwenyewe aliweka kama kielelezo. Kitendo cha Yesu kuzamishwa ndani ya maji ilikuwa ni fundisho kwetu kwamba tufate kama kielelezo. Kwa hiyo ubatizo wa kuruka moto, kupita chini ya bendera, kuchapwa viboko, kuandikiwa barua, huo sio ubatizo ambao Kristo aliweza kutupatia. Kwa hiyo tunatakiwa tuenende kama Kristo alivyofanya, tuzamishwe ndani ya maji. Asante sana ndugu mtazamaji unayetufuatilia, karibu na siku nyingine katika kipindi hiki.